Maji wa Global TV. Hapa ni msikitini ambapo mwili umekuja kuletwa kwa ajili ya kuhifadhiwa kwa ajili ya kuweza siku ya kesho mwili ukatokea hapa kwa ajili ya kwenda kwenye mazishi, kama unavyoona ndugu na jamaa wakiwa hapa, lakini pia unamwona Steve Nyerere naye amehusika kwa namna moja au nyingine kuweza kuja kuatia moyo wafiwa kama uonavyo hapa msibani kwa namna moja au nyingine. Na hiki ni chumba ambacho mwili ndio utahifadhiwa hapa kwenye msikiti huu, lakini kama uonavyo hali ilivyo, watu mbalimbali wakiwa wamejitokeza, lakini kutoka mama ongea na mwanao, mwenyekiti bosi mwenyewe kabisa Steve Nyerere ameweza kufika hapa. Steve Nyerere yuko hapa kama uonavyo, watu mbalimbali wakiwa wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuweza kuwafariji wafiwa kama hivyo ambavyo unaona kwenye chumba hiki cha kuhifadhia mwili kwenye msikiti huu. Na Steve Nyerere ndio huyo naye anaingia kwa ajili ya kuwafariji na kushiriki kwa vitendo, na huu ndio maana ya uongozi kama uonavyo mtazamaji. Labda nikupitisha kwa hivi uweze kuiona hii gari hapa. Tazama nilipo mimi ndipo ambapo mwili upo hapa, lakini watu mbalimbali wakiwa hapa, na hii ndio gari ambayo ilibeba mwili wa mama yake na marehemu Karina ambaye amefariki siku ya leo, ikiwa inakaribia kutoka ajili ya shughuli nyingine. Na kama unavyo mtazamaji wa Global TV, watu bado hapo, watoto wakilia kwa namna moja au nyingine. Tazama kaka akiwa ametoka kwenye chumba, lakini pia mtazame kakaangu Steve Nyerere naye kwa huzuni mkubwa akiwa ametoka hapa akiwa ameshiriki. Na hawa ni baadhi ya ndugu ambao wamekuja kwa ajili ya kuweza kuweka mwili peponi. Kwa maana ya hiyo ndivyo ambavyo unaweza ukasema ni huzuni ambao umetanda. Hata unavyomwona Steve Nyerere sura yake imebadilika, maana yake huzuni umetanda kweli kweli kwenye msikiti huu ambao unapatikana hapa Magomeni Mapipa. Ndicho ambacho kinaendelea wakati, lakini pia aliyekuwa mume wa marehemu naye ametoka na amekuja kukutana na Steve Nyerere kwa ajili ya kufarijiana kwa namna moja au nyingine. Hii ndio maana ya kusema kwamba ukiwa kiongozi lazima uguse jamii, kama unavyoona Steve Nyerere akigusa jamii moja kwa moja, na amekuwa ni msanii wa kwanza na kiongozi kutoka kundi la mama ongea na mwanae kuja kuwafariji wafiwa hawa. Maana yake tuliona mara ya kwanza kwenye msiba wa Karina, lakini sasa tunaona kwa vitendo kwenye msiba wa mama yake na Karina wakiwa wanazungumza mawili matatu hapa nje ya msikiti baada ya kuhifadhi mwili kwa ajili ya taratibu nyingine. Na tutaendelea kuambia taratibu jinsi ambavyo zitakuwepo kadri ambavyo tutakuwa tunazipata. Mtazamaji wa Global TV, ndivyo ambavyo unaweza ukasema vyovyote vile ambavyo unaweza ukasema, lakini kikubwa ni hiki ambacho kinaendelea. Pita kwa hapa uweze kuona, na haya ni maongezi ambayo nazungumza hapa, tunaweza tukasikia kwa ukaribu. Wake pale dakika mwisho panahitaji chakula. Sawa. Kwa hiyo mimi kwanza niwape pole, lakini vile vile tumepata pole kutoka kwa ndugu yetu, rafiki yetu ambaye yuko nje ya nchi. Sawa. Bwana waziri anaipa kwanza pole familia, kwa sababu sio kipindi ambacho kwa kweli kibinadamu uvumilivu unakosa mtu hata la kuongea, kwa sababu ndani ya miezi miwili huko hatujamaliza 40 ya huyu, huko kinatokea hiki. Kwa hiyo ni jambo ambalo kiukweli limetugusa sana. Kwa hiyo toa ubani wa milioni 3 kuhakikisha kwamba tunamuhifadhi mama yetu. Inshallah Mwenyezi Mungu ndo anaamua yeye yake. Sisi binadamu tunabaki tu kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lakini ujui, na tunaamini sasa hivi Karina yuko na mama yake, wametulia wanaongea kwa sababu katika mapenzi yale. Kwa hiyo niwape pole familia, na tutakabidhi ubani huo leo kwa ajili ya kuendelea, na kesho tutashiriki kwenye mazishi. Tutashiriki kwenye mazishi. Kwa hiyo ni pole ambayo ndugu yetu, rafiki yetu ameguswa akiwa nje ya mimi kama mwakilishi wake. Kweli imetuumiza. Kwa hiyo niseme kwamba tutakabidhi mchango huu kwenu kama familia, muweze kuendelea na utaratibu mzima wa pale nyumbani. Chakula, sanda, na kwenye kuchimba pale kwetu Kisutu, ili mama astiriwe kwa heshima zote. Kama heshima leo itafuta kwa mwanae, basi na yeye aipate hiyo. Kwa hiyo
msijione mpo wapweke. Hili ni jambo la kwetu sisi sote, na mimi nimeguswa kwa sababu mama nilikuwa nawasiliana naye mara kwa mara. Imeniuma kuondokewa ndani ya mwezi mmoja mtoto, ndani ya mwezi mmoja mzazi. Haijawahi kuzoeleka, lakini Mungu anatukumbusha kupitia kifo. Bila shaka. Mungu anatukumbusha kupitia kifo. Kwa hiyo hapa kuna kitu cha kujifunza kwamba Mungu ana maamuzi kuliko binadamu. Bila shaka. Watu wengi huwa wanasema tukabidhi hilo na tutakabidhi hilo kwenu nyinyi. Sawa. Na kwa kuwa wewe ni mhusika na kaka hapa, ni vyema, sijajua Ahmadi njoo. Kama unavyoona mtazamaji wa Global TV, sasa Steve Nyerere anataka kutoa ubani wao kwa maana ya kuguswa. Na kuna ndugu yetu ambaye yuko nje ya nchi na ikaguswa kwenye hili na yuko pamoja na familia, na tumetoa ubani wa shilingi milioni 3 kwa ajili ya kuendelea kesho, na tutakuwa pamoja. Kama kuna lolote limemziwe basi tuwasiliane, lakini nia ni kumzika mama kwenye heshima yake. Na msijione mko wapweke. Hili ni jambo la wote my brother. Ni jambo la wote my brother. Ni jambo la wote. Ni jambo la wote, na kushukuru umepokea. Usilie my brother. Tumshukuru Mungu. Mungu anatukumbusha kupitia kifo. Mungu atukumbusha kupitia kitu chochote kwamba jamani, kuna hali ya dakika mwisho. Pole sana. Najua hii itatusaidia kwa ya awali, matumizi ya awali pale nyumbani. Basi nakushukuru sana, nitakukabidhi. Bwana, kwa niaba ya familia tunakushukuru Bwana Steve, umekuwa mtu wa kwanza kuja kutufariji. Sisi tuko pamoja na ninyi. Na mlikuwa pamoja nasi tangu kipindi cha mazishi ya Karina, na umejitokeza pia kwenye mazishi ya mama yake. Kusema kweli familia imeumia kiasi cha kutosha kabisa, imeumia kiasi kikubwa. Lakini mwezi mmoja tu na takriban siku kama 40 imepita, wiki mbili haijapita. Kwa hiyo tunachukua ndani ya mwezi mmoja na nusu tumepoteza watu wawili wa muhimu sana. Sisi tunashukuru kwa faraja zako. Pia tunakuomba tufikirie shukrani zetu za dhati kwa Bwana Waziri aliyetusaidia mchango wake wa awali. Basi baada ya hapo taratibu wa maziko tutakufahamisheni, lakini itakuwa ni baada ya salati la asr kesho kwenye Masjid Maamur. Mwili tuhifadhi hapa kina mama watahudhuria. Swala ya jeneza ya kina mama itafanyika hapa. Swala ya jeneza kina baba tutafanyia kule Masjid Maamur kesho. Kwa hiyo mchana kina mama watamaliza kusalia hapa, sisi kisha tutaondoka kwenda Maamur. Tunashukuru sana. Asante sana. Kwa hiyo huyu kijana wetu basi tutakabidhi, njoo tukabidhi. Mtazamaji wa Global TV, kama unavyoona Steve Nyerere sasa anakwenda kumkabidhi mchango wao wa ubani, na amekuwa ni msanii wa kwanza kuweza kufika hapa, na hii ndio inaonyesha maana ya halisi ya kugusa mioyo. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.